رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Watukufu wa Islam wote tuliohudhuria hapa kwa uchache katika tukio letu hili fupi lakini tukio kubwa na tukio la kihistoria katika kata yetu ya Tambani, lakini pia katika wilaya yetu ya Mkuranga. Tumehudhuria kwa niaba ya kuanzisha ujenzi rasmi wa chuo cha ufundi cha BAKWATA katika kata yetu ya Tambani, lakini pia na wilaya yetu kwa ujumla. Leo ratiba yetu ni fupi sababu tupo kwenye kazi, na toka asubuhi saa 12 tulikuwa kwenye kazi tukimsubiri shekhe wetu. Tutafanya tukio letu kwa uchache, ndani ya dakika 20-30 itakuwa limekwisha. Tutamruhusu shekhe aweze kwenda kwenye majukumu mengine, na sisi tutarejea kwenye kazi ambayo tunaendelea nayo mpaka pale tutakapokamilisha. Shekhe, karibu sana. Na sisi tupo hapa, visomo kwa unavyoona vinaendelea toka asubuhi, lakini pia na kazi ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo kwa ridhaa yako tunaomba uridhie kwamba dua imeshasomwa na jambo lishafunguliwa inshallah. Kinachofuata sasa hivi ni utambulisho kwa wale ambao tuliopo hapa kwa uchache. Baada hapo tutatoa taarifa fupi tu kabla ya kumkaribisha shekhe na shekhe amkaribishe shekhe. Kwa fupi, shekhe hapa aliyoko mbele yako, tunao maimamu, baadhi ya maimamu katika kata yetu ya Tambani, lakini pia tunao walimu wa madrasa, baadhi yao katika kata yetu ya Tambani, lakini pia tunao wanafunzi, baadhi yao katika kata yetu hii ya Tambani, wanafunzi wa madrasa, lakini pia tuna viongozi wa baraza. Viongozi wa baraza kwa haraka kwa uchache nitawasimamisha tu. Tunaye mwenyekiti wetu wa BAKWATA kata yetu ya Tambani, Sheikh Sinalonga, na kuomba usimame shekhe akuone. Na lakini pia tunaye naibu shekhe wa kata ama wasaidizi wa shekhe, akiwepo Sheikh Saidi Ibn Amir, asimame. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam. Lakini pia tunaye msaidizi mwingine wa shekhe wa kata, Sheikh Omar Mbonde. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ya baraza la mashehe tunaye katibu wa baraza la mashehe, Sheikh Omar Mpangile. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa Pia kuna barakatuh. msaidizi wa shekhe baraza la mashehe, Sheikh Mkuru. Yuko wapi? Simama shekhe. Umejificha sana shekhe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa upande wa halmashauri tunaye mjumbe wa halmashauri Sheikh Abdallah. Kwa haraka tunaomba usimame. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa Kwa haraka barakatuh. tusome kwa pamoja maimamu. Baadhi ya maimamu tuliopo hapa, shekhe awaone. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa Walimu barakatuh. wa madrasa naomba tusimame. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini pia shekhe, tunao viongozi wa BAKWATA kwa upande wa kina mama wa kata. Tumewakitanao sahihi kabisa. Tumezindua jumuiya za kina mama katika kata yetu kwa kila kitongoji, na vile vile tukatengeneza uongozi wa kata, kwa maana mwenyekiti wa kata, katibu wa kata na mweka hazina wa kata, ambaye watusaidia kazi katika harakati mbalimbali zinazowahusu akina mama. Tunaye mwenyekiti, naomba usimame, ni bwana harusi shekhe ya kuone. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pia tunaye katibu Bi Maimuna. Yuko wapi? Yuko jikoni? Katibu anasimamia majambo kule jikoni kidogo ili mambo yakae sawa sawa. Lakini pia tunaye mweka hazina. Yupo au yuko jikoni naye? Yupo kule. Basi inshallah. Lakini pia tunao baadhi ya viongozi wa jumuiya za akina mama. Nafikiri tunao kitongoji cha Nyatanga B, Nyatanga A.
Hebu tusimame viongozi wa jumuiya ya kina mama kutoka Nyatanga. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ile ni jumuiya ya kina mama Jiwakita kitongoji, miongoni mwa vitongoji vile 18 vya kata yetu. Kitongoji cha Nyatanga ni moja kati ya jumuiya zinazofanya vizuri sana. Shehe wetu wa wilaya, katibu, inshallah tushapita utambulisho wake inshallah. Shehe, kwa ufupi, kuna jumuiya zinafanya vizuri sana katika kata yetu. Miongoni mwa jumuiya zinazofanya vizuri jumuiya ile inayotoka kitongoji cha Nyatanga na wana mfuko mkubwa sana mpaka dakika hii. Ila sikitiko lao bado hawajafungua akaunti kwa sababu bado hawajapata ile katiba, na katibu wangu wa wilaya nimshamueleza hili atanisaidia kupatikana kwa katiba ili waweze kufungua akaunti pamoja na jumuiya za kata zingine pia. Tukirudi kwenye ratiba kamili, sasa kinachofuata ni taarifa fupi ya ujenzi wetu ama historia fupi ya eneo letu hili mpaka hapa tulipofikia. Mheshimiwa Shehe wetu wa wilaya, na kwa maelekezo ya viongozi wangu wanasema katibu wa Jiwakita wa kata ulikuwa jikoni. Sasa simama Shehe wa wilaya kuone. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Basi tukae inshallah. Kifupi, watukufu wa Islamu, tuna ugeni mzito hapa. Tunaye katibu wetu wa wilaya yetu hii ya Mkuranga ambaye ameambatana katika msafara wote huu pamoja na shehe wetu wa wilaya. Kwa hiyo hilo akina mama tulitambue. Tukienda kwa haraka kwa sababu muda nao unazidi kutuacha na mashehe wana harakati nyingine kwa leo. Kifupi shehe, kitongoji chetu hiki kinaitwa Kimbangulile, kipo katika kijiji cha Mlamleni, kata yetu ya Tambani. Kitongoji hiki kwa historia yake ni miongoni mwa vitongoji ambavyo vilikuwa vinatupa shida sana katika kazi zetu za kidini. Kwa maana pale tunapowaita kwenye vikao vyetu walikuwa hawafiki, si maimamu wala walimu wa madrasa. Lakini pale tunapowakusudia kuwafanyia jambo ama kufanya jambo, uitike wao ulikuwa mdogo sana. Sisi kama viongozi tukawa tunatafuta namna gani tutaleta athari katika kitongoji hiki, kwani kilikuwa chini sana. Tukawa tunakaa kwenye vikao vyetu vile vya umoja wa walimu wa madrasa, kwani tuna umoja wa walimu wa madrasa kwa kila kijiji. Miongoni mwa umoja wa walimu wa madrasa wa kijiji cha Mlamleni tukatafakari tunawafikiaje wale na tunaletaje athari chanya pale. Tukaona kwanza tufanye sensa ya kujua misikiti pamoja na madrasa zilizokuwepo katika eneo letu hili, hususan madrasa, kwa sababu wao walikuwa wanaweka vikao ni viongozi wa umoja wa walimu wa madrasa. Kwa hiyo wakafanya sensa ile ya kutambua kitongoji kizima kina madrasa ngapi, wakawatia nguvu kutaka kuwaita katika vikao ili waweze kushiriki nao pamoja katika harakati mbalimbali za kidini, lakini bado ikawa ngumu. Na mimi ni mmoja kati ya viongozi wao umoja wa walimu wa madrasa. Kwa hiyo tukawa tumeshindwa namna ya kuingia huku na kunyanyua hiki kitongoji. Tunakinyanyuaje ikiwa wao hawashiriki? Kila tunavyofanya ikawa ngumu. Tukatafuta namna nyingine ya kufanya. Tunafanyaje? Tukaona kwamba tulete mashindano ya kuhifadhi Qur'ani ya ngazi ya kijiji. Tuna mashindano yetu ya kata yale, lakini huwa yanaanzia ya vijiji. Kila kijiji kinafanya mashindano yake. Baada ya mashindano hayo wale washindi wanakuja ngazi ya kata. Tukakusudia tulete mashindano hapa ya kuhifadhi Qur'ani ya ngazi ya kijiji. Baada ya mwamko huo sasa tuone namna ya kuingia moja kwa moja. Lakini nao vile vile tukashindwa kwa maana ya ushirikiano ulikuwa mdogo sana. Kila jitahidi kuna namna gani tunakaa nao sambamba, tunashirikiana nao kulifanikisha lile lilishindikana. Ilibidi sasa turudi kwa viongozi wenzetu wa baraza, tutafute namna nyingine zaidi ya kuweza kuwasaidia Waislamu wenzetu wa huku. Tulipokuja na mpango wa kuanzisha jumuiya za akina mama wa Kiislamu ndani ya kata yetu hii, kwa kila kitongoji tulipita kuzindua jumuiya. Miongoni mwa vitongoji tulivyopita kimojawapo ndio hiki cha Kimbangulile. Tulipofika kwa mara kwanza, walillahi alhamdu, Waislamu waliitika kwa kiasi kikubwa sana. Tukafanyia pale katika ile madrasa yetu ya Itihadi, na miongoni mwa waliohudhuria alikuwa mzee wetu Mzee Uyaga. Mzee Uyaga, simama shaka ya kuone kabla hujakaa. Mzee wetu huyu hapa ndiye alihudhuria katika tukio letu hilo katika kuzindua jumuiya ya kina mama wa Kiislamu. Baada ya mazungumzo marefu na kupiga tashkili ya kutosha, kuelekeza mambo mengi ya kibaraza lakini pia ya dini yetu kwa ujumla ya Kiislamu,
Baada ya ule mkutano, mzee wetu akapata athari chanya ndani ya moyo wake. Tunamaliza ule mkutano, akaniita nje ya madrasa ile, akanambia, kwa hili mliokuja nalo leo nimefurahi sana 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 katika maisha yangu. Katibu, kwa furaha yangu mimi natoa eneo wakfu kuja baraza. Tumswalie Bwana Mtume. Kwa mara ya kwanza mzee Uyaga anatamka kauli hiyo. Tumswalie tena Bwana Mtume. Baada ya kutueleza hayo, na kwa sababu muda ulikuwa umekwenda sana, ilikuwa jioni imeshafika na nina haraka, nikamwambia insha tutakuja siku nyingine. Tukaondoka. Baada ya siku 3 tunapigiwa simu, shekhe, tunakuomba urudi tena. Katibu, wala urudi tena siku ya Jumamosi. Na kweli nikafanya hima, nikarudi tena. Tukawa tumeandaa mkutano mchache, viongozi wa jumuiya pamoja na baadhi ya Waislamu pamoja na mzee Uyaga mwenyewe. Wakasema eneo tumetoa, tunakusikilizeni nyinyi mnasemaje. Tukaambia eneo tumelipokea, lakini tutarudi kama baraza, tutakaa tutafikiria namna gani ya nini cha kufanya ndani ya eneo hilo. Wao wakaja na wazo papo kwa papo, wakasema tunawaomba lolote mtakalofanya, lakini sikosekane zahanati, kwani eneo letu lina athari sana. Hatuna zahanati karibu, zahanati iko mbali, kijiji cha Mlamleni au tuvuke twende zetu Mbande, na mazingira ya jiografia ya eneo letu ni mtihani. Mvua zinapokuja tunashindwa hata kwenda upande wa pili kupata huduma. Na sisi kama viongozi wa baraza tulilipokea, tukalifikisha katika halmashauri yetu, tukafikiria kwa pamoja, tukakubaliana na wazo lao la kujenga zahanati, lakini pia kwa kuanzia na chuo cha ufundi. Kwa hiyo tukawa tumekubaliana pamoja, shekhe, ili ambalo linafanyika leo tumekubaliana kwa pamoja baina ya Waislamu wa hapa pamoja na baraza kwa ujumla wake, kuanza kujenga chuo cha ufundi cha BAKWATA ili vijana wetu waweze kupata elimu ya kuweza kuwasaidia kupata ajira maeneo mbalimbali, lakini baada ya chuo cha ufundi tuweze kuenda kujenga zahanati ndani ya eneo hili. Shekhe, yapo mengi ambayo ya kuzungumza, na amini shekhe atakuja kuzungumza. Mimi nimetanguliza hayo kwa uchache, historia fupi ya eneo hili ambalo Allah amejalia tumeanza ujenzi kama tunavyoona, lakini ujenzi huu wewe ndio utakaozindua na kuendelea mpaka hapo utakapofika, na wewe mwenyewe shekhe wetu wa wilaya ndio utakayekuja kuzindua jengo hili kama kiongozi wetu mkuu wa wilaya hii. Mengi nimezungumza, inshallah kwa nafasi hii nimkaribishe shekhe wetu wa kata, yeye azungumze mawili matatu, baada ya hapo aweze kukaribisha inshallah. Faliyatafadhali mashukura inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mheshimiwa shekhe wetu na mlezi wetu wa wilaya hii ya Mkuranga, Sheikh Khamas ibn Abdurrahman mzee, karibu sana katika kata hii ya Tambani, kijiji cha Mlamleni, kitongoji cha Kimbangolile. Sisi wanatambani kwa ujumla wake tumefurahi sana sana tena sana kwa ujio wako, na sisi baraza tunapokuwa tunayafanya haya ni kwa maelekezo yako. Sisi tunashuhudia kwenye vikao tunapokuja wilayani, ukituhimiza maendeleo 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 maendeleo. Kata ya Tambani tumeyashika maneno yako na tunayafanyia kazi maneno yako, na walillahi alhamdu, katika jambo ambalo tunalomshukuru Mungu ndani ya kata yetu ya Tambani, viongozi wetu wa baraza wanaposikia maneno yako, hata kama yakiwa yanapitia kwangu, huwa wanayafanyia kazi. Nikisema kwamba kasema shekhe wa wilaya,
basi unachukulia kasema shekhe wa wilaya. Kwa hivyo tunakukaribisha sana tena sana, na sisi tupo katika ulezi wako, na haya yote tunayoyafanya tunasema ni wilaya ya Mkuranga imefanya. Hii ni wilaya ya Mkuranga, kwa sababu haya ni maelekezo yako. Kwa hivyo nikuombe uniruhusu walau kwa uchache, basi nizungumze machache kisha nikukaribishe. Najua umeambatana na katibu wetu wallahi kwa muda mchache, lakini wilaya yetu imenawirika sana kwa katibu wetu sana. Kuna mwamko mkubwa sana umepatikana kupitia katibu wetu. Shekhe, hapa tuna katibu, wallahi Mwenyezi Mungu amweke na amzidishie subra. Amin. Kama ulivyokuwa na wewe shekhe, unapotuvumilia sisi, maana shekhe wetu wa wilaya si shekhe tu wa wilaya, bali ni mlezi wetu, anatuvumilia kwa mengi sana. Kwa hivyo mimi niseme kwa kuanzia kwanza kwa kuwashukuru kwanza wazee wangu, viongozi wa baraza, maimamu na walimu wa madrasa, wakina mama, kwa ule moyo wenu wa kuitika katika jambo kama hili. Jambo kama hili hawezi akaguswa nalo kila mtu. Ukiona unaguswa na jambo la Mungu, basi jua katika moyo wako kuna chembe ya imani. Kwa hivyo mimi nasaha zangu ama ukumbusho wangu mchache sana katika jambo hili. Shekhe, jambo letu hili nilikuwa nawaambia viongozi wenzangu, sisi tumeshazizoea changamoto za kujenga msikiti, changamoto za kujenga madrasa, unaona hizo tumezizoea, lakini hatujazoea changamoto za kujenga vituo kama hivi. Nikaambia tukashauriana kwa pamoja, walau tuanze na chuo cha ufundi, tuzisome zile changamoto, kwa sababu katika msiba mkubwa ambao tuliokuwa nao baadhi yetu, kwamba unapofanya jambo ambalo linaenda kuleta maslahi katika jamii, basi mtu anajihesabia nitapata nini. Changamoto ndo anzia hapo, mimi nitapata nini? Kwa sababu mwingine anafikiria kwamba mtu ama mtoto akija kusoma hapa ufundi, akienda kufanya kazi, faida sinarudi kwa wazazi wake na familia yake. Hilo lipo shekhi, hilo lipo kwamba faida inarudi huko, lakini kumbe unatukumbusha kwamba hata kumsababishia mtu kupata riziki ya halali pia ni ibada. Ile riziki ya halali mtu akawa anapata kupitia wewe katika sadaqatin jariya, kumbe hata ufundi ama kumsababishia mtu kupata riziki nayo pia ni katika sadaqatin jariya. Lakini pia viongozi wangu hawa walikumbwa na jambo ambalo wakawa wanaambia, bwana nyinyi mnajenga jambo la kata, watakuja kuchukua watu hapa. Mimi wameambiwa, wallahi wameambiwa kabisa, na miongoni mwao wakaniambia, tunapolianzisha hili unajua haya. Nikaambia hapana, shekhe wetu wa wilaya ipo makini sana na hilo jambo, wala msio na shaka nalo. Kikubwa sisi chochote mlezi wetu ni shekhe wa wilaya basi, maana kawa nafiki atakuja kupolwa. Kaambia shekhe wetu sisi hana wasiwasi, atatulinda, atatutetea katika hilo, na hili ni jambo lake, lipo ndani ya wilaya yake. Kwa hivyo mimi nikatoa mashaka sana,
Kaambia hilo wala kuna tabu, tufanyeni jambo. Na kuna watu walikuwa na fikra na mtiririko wa BAKWATA kiukweli Sheikh, kwamba BAKWATA kawaida yao si wafanyaji jambo, lakini sisi tunaendelea kuelimisha na kuwafahamisha kwamba Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, mufti doktor na Sheikh mkuu wa Tanzania, yeye amekuja kutaka watu wafanye kazi na athari ionekane, na ndio maneno hayo hayo ameyachukua Sheikh wetu wa wilaya akatushinikiza na sisi katika kata zetu tuweze kufanya kazi, tusiwe na fikra zile. Hii ni BAKWATA mpya, ni BAKWATA mpya. Tunaambiwa kila siku na shekhe huwa anatuambia kwenye vikao, hii ni BAKWATA mpya. Siku moja tulipokuwa katika vikao kule, Sheikh wilaya alisema jambo moja, akaambia nyinyi mashekhe wa kata musome mpaka Kiingereza, tafika wakati mtu asiyekuwa na Kiingereza anamngoa. Shekhe alituambia shekhe ambaye wewe ndi na wakati, mimi nitakutoa katika ushekhe wa kata, utakuwa unifai. Shekhe akatwambia kwenye vikao vyetu, maana shekhe uendane na wakati. Kwa hivyo hii ni BAKWATA ambayo tutakiwa tuisupport, tuipe nguvu kwa maslahi ya Waislamu, kwa maslahi ya Waislamu. Na hii ni dhima. Ukiwa ni kiongozi, basi wewe ni dhima, umebeba dhima kubwa, utakuja ulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqul imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu. Allah akashasema maneno hayo, kwa sisi tufanyeni. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye atakayeweza kutulipa fi dunia wal akhirah, fi dunia wal akhirah. Kwa hivyo inshallah, mimi baada ya kuyasema haya kwa heshima kubwa sana na taadhima kubwa sana, ulimi wangu hauna hadhi hiyo, lakini nikuombe shekhe uridhie niweze kukukaribisha ili upate kutunasi. Jambo hili ni zito na ni kubwa sana. Baadhi ya watu waliona kwamba watu ambao hao wamesoma kul huwallahu alifbete wataweza kufanya makubwa kama hayo. Walifikia hivyo, watu wamesoma hawa, haya mambo watakayofanya watu ambao wana madigrii. Watu kul huwallahu kazi ya kuswali na kuondoka tu. Lakini sisi tunatuonyesha mfano kwamba tumeyashika maelekezo yako na tuna uwezo wa kufanya majambo haya kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Karibu sana Sheikh. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza niombe radhi kwamba sauti yangu haiko vizuri, kwa hiyo mniwie radhi pale ambapo mtakuwa hamkunisikia vizuri, kwa sababu mashine yenyewe haiko vizuri ya sauti yangu. Licha ya mashine hii, kuna mashine ya ndani ya. Mimi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kwa kunifikisha katika kijiji hichi cha Mlamleni, kitongoji cha Kimbangulile. Masha Allah. Lakini nazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, au nimezidi kuja kuyaona maendeleo ya Waislamu ambayo wanayadhamiria. Lakini kubwa zaidi ni wapongeze kwa mahudhurio yenu katika zoezi hili fupi la kuweza kuimarisha dhamira yenu hii. Huko nilikotoka niliona nitakuja kumkuta shekhe wa kata na katibu wake na watu wawili watatu, lakini haiko hivyo. Nimewakuta kina mama wa kutosha, kina baba, maimamu, kila sinfu ipo hapa. Kwa hiyo hili ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na shekhe wa kata hili jambo la kujivunia, na inaonekana kwamba unafanya kazi kubwa, ndio maana wanakuelewa wewe. Inaonekana pamoja na mwenyekiti na katibu au makatibu mko vizuri, na ndio maana mambo yanakuwa mazuri. Leo mzee Uyaga asingemwita katibu kama angeona kile kilichofanywa pale kitu hakina uzito, hakina maana, lakini kikao kile tayari yeye amekiona kwamba hawa watu wana juhudi na wako vizuri, kwa hiyo ngoja na mimi niwafanyie jambo zuri. Mimi nimshukuru sana mzee Uyaga hafidhahullahu taala, Mungu amhifadhi, kwa kuwanyanyua Waislamu katika vitu hivi viwili, kuwapa uwanja ambao utakuwa na hospitali, zahanati, lakini pia utakuwa na chuo cha ufundi. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri, Mwenyezi Mungu amzidishie neema katika maisha yake, na ampokee vizuri huko alikokwenda, na amlipe haya. Mimi kubwa kwanza kuwapongeza, kwa sababu mimi ni mdau wa maendeleo. Takbir. Sallallahu Muhammad. Lakini pia ndio kiongozi pekee ambaye ni msemaji wa Waislamu katika wilaya ya Mkuranga. Hata kama kuna taasisi nyingine zina viongozi, lakini kiongozi wa baraza wa kata kama hivi ndio msemaji mkuu wa Waislamu katika kata hii. Inakwenda hivyo katika wilaya, inakwenda hivyo katika mkoa, inakwenda hivyo katika taifa. Leo Daktari Shekhe wetu Abubakar Zuberi Mufti, yeye ni msemaji wa Waislamu katika nchi nzima, hakuna mfano wake. Kwa nini mimi nimejiita mdau wa maendeleo? Mimi kama kiongozi wa wilaya, aligusa hapa shekhe wa kata, kuna masuhulia ya aina mbili. Kuna masuala ya kuulizwa na mufti alioniteua kwamba bwana, vipi Mkuranga, kuna maendeleo gani, umepanga nini,
wajibu wake mufti kuniuliza na mimi kujibu. Sasa majibu yanakuja katika maendeleo. Nilikwenda nyumbani kwake mufti siku moja, naitoa siri hii ili mjue kwamba mufti wa aina gani. Nilikwenda kuchukua barua ya kupewa ukaimu mwenyekiti wa wilaya. Amemkaimisha yeye yule bwana, hakuchaguliwa mpaka uchaguzi utakapokuja. Sasa nilipokwenda, tunamsubiri, akatoka kwa bashasha kubwa, tukazungumza. Mwana mufti yeye hayuko katika wale viongozi mwenye kujinatanata, hilo halipo kwa mufti. Ulipokwenda kwake, ulipozungumza naye, anakuwa ni mtu ambaye anakupa moyo uongee lolote ambalo unakusudia kuongea, likiwa hilo ni la maendeleo au la kidini. Basi wakati anampa barua yako ni hii, na Sheikh Mataka alikuwa, lakini mufti akasemaje? Akasema, wewe mwenyekiti, mimi nataka maendeleo, nenda kafanye maendeleo, nikija niyaone maendeleo. Neno hilo mimi na mwenyekiti huwa tunakaa tukajiuliza kwamba neno hilo tunalijibu vipi kama mufti anatokea leo. Sasa nikimuona shekhe wa kata ana mawazo ya kimaendeleo, mimi huwa mdau wake, huwa ndugu yake, huwa rafiki yake. Ili mradi ananitayarishia majibu ya kumjibu nani? Mufti. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwamba hii kazi sio mnafanya nyinyi watu wa Tambani kwa ajili ya maslahi yenu, mnafanya kwa ajili ya maslahi yangu. Majibu mimi nitakuwa nayo, na hivi vyombo vya habari vitatusaidia hivi, kwa sababu Muhammad ataanza kuona kabla mimi sijajibu. Wapi? Ambia hii bwana Tambani. Wenzetu wa bara walitangulia kupata mafunzo. Walitangulia kupata mafunzo, wamefanya mambo makubwa sana. Kwa nini sisi watu wa Pwani tushindwe kufanya haya? Kwa hiyo kwanza nataka niwape moyo kwamba haya mambo yote mawili yatafanyika. Amin ya Rabbi. Allahu Akbar. Kwa sababu kuna kipindi hata mimi na jopo langu tutashiriki Mashaallah. Mtume Muhammad kutafuta wafadhili mbalimbali ili jambo hili litendeke. Na sisi Waislamu tumekatazwa kukata tamaa. Unafanya jambo halafu wewe unakata tamaa, wewe mwenyewe ndio unaona umeshindwa kabla hujashindwa. Hizi ngomekataa. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rehema au neema za Mwenyezi Mungu. Jambo kubwa duniani ni nia, na nia inakuja moyoni, lakini wewe mwenye kutia nia ukisema nitaweza, basi utaweza, na ukisema nitashindwa, basi utashindwa. Kwa hiyo mimi nimpongeze shekhe na
viongozi wake waandamizi, mwenyekiti wa kulipokea jambo hili na kuliratibu na kufikia mahala leo kwamba linaanza rasmi. Mimi niseme litaanza kwa fadhila na rehema ya Mwenyezi Mungu na litakamilika na tutalifungua insha Allah. Nimefurahi sana kuona kina mama na nimefurahi kwamba kata hii ilitanguliza mafunzo kwanza kabla ya jambo hili. Kwa hiyo naamini viongozi wangu wako vizuri, wana mbinu za kimafunzo ambazo zitawasaidia katika kusukuma jambo hili. Sisi tunataka maendeleo, na hili suala la kusema mtakuja kupokonywa, ili kwanza tuliwache mbali. Ndio hiyo katika kujitishatisha na kujifanya sisi kama watu wanyonge. Nani atakayekuja kuwanyang'anya? Niulize, nyinyi ni watu wa baraza na mali hii ni ya baraza, na baraza ni taasisi iliyosajiliwa kisheria, ina mambo yake. Katika mambo yake ni kuimarisha huduma hizi za jamii na za kidini. Sasa nani atakayekuja huku? Hakuna. Takbir. Allah. Shule hii inoanzishwa ya ufundi itakuwa ni shule ya kata ya Kambani. Hospitali itakayoanzishwa itakuwa hospitali ya kata ya Kambani. Haiji wilayani wala haendi mkoani wala haendi taifani. Takbir. Allah. Taifa lilichofanya ni kukusanya mali za BAKWATA kimaandishi, halafu wanaziweka katika mfumo wa kisasa, ili mradi ziwe zinaeleweka, zinafahamika, na zikifahamika zile lazima mfahamike na nyinyi viongozi ili zisipotee, lakini ziko chini yenu nyie. Kwa hiyo hakuna sababu ya kujenga oga, lazima tujenge ujasiri kwamba tutaweza na tutaweza. Sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini tusiweze? Wakati mtu mmoja tu kama mimi nachukua kiwanja kama hichi na ninajenga jengo peke yangu, kiwanja kama hichi nachukua, najenga nyumba ndani 3, 4, 5, napiga ukuta peke yangu, ndio katika mfuko. Itakuwa umoja wa Waislamu wa kata hii ushindwe kutengeneza kitu chenye vyumba 3, 4, 5? Ni maamuzi, nia. Tukitia nia tutaweza. Kwa hiyo mimi niwapongeze, na nimeshawatoa wasiwasi kwamba baraza halina tabia ya kuvamia mali za kata, mali za wilaya, mali za mkoa. Taifa unabaki na vitu vyao vya kitaifa, mkoa unabaki na vitu vyao vya mkoa, wilaya inabaki na vitu vyao vya wilaya, kadhalika na kata. Nilichotaka kufahamika tu kwamba kata ya Tambani mali zake ni hizi, wilaya mali zake hizi hivyo, lakini hakuna sera ya kusema kwamba kuna watu ambao watakuja siku moja wakwambia nyewe ondokeni hapa, hii sehemu sasa imekuwa ya wilaya au imekuwa. Hapana.
Mufti yuko vizuri na yuko makini na yeye ni mpenda wa maendeleo. Siku moja nilikwenda nikamwambia, mheshimiwa, kuna heka 2000 pale tunazifanyia pirika 200 Mkuranga, 200 au 2000, kitu kama, siku nyingi kidogo. Nimekuja mbele kwake, namwambia, ambia sasa, nilichotaka mheshimiwa nija kukufahamisha, tunafanya pirika ya kutafuta hizi heka. Akanambia, wewe utoshapata, ikiwa unaweza kuendelea wewe endelea, kama uwezi njoo nifuate mimi nipande ndege. Allahumma salli. Sasa kwa sababu weka kama hizo lazima nipande ndege. Kwa hiyo niambie mimi, ukiniambia napanda ndege nikuja kufanya jambo. Tumsalie Mtume. Allahumma salli. Kwa hiyo kama alivyosema, tunaye mufti ambaye yeye lengo lake ni maendeleo, na wale ambao wanasema shekhe, waniona kama watajenga hapa watanufaika watoto, hapana. Manufaa ya dunia hii ni madogo sana. Manufaa ya dunia ni madogo, lakini manufaa ya akhira ndio ya kuyaangalia sana sisi. Hii ni jihadi, mjue kwamba hii ni jihadi fi sabilillah, ni juhudi katika njia ya Mwenyezi Mungu, katika dini ya Mwenyezi Mungu. Hii ni jihadi. Sasa Mwenyezi Mungu atuahidi hivi, wale watu oga asema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao wanafanya jihadi katika dini yetu. Haya mazingira ni mazingira ya kidini, hivi vitu vya kidini. Mungu kaahidi, lanahdiyannahum, wallahi tu waongoza subulana, katika njia yetu hiyo. Kwa hiyo hakuna wasiwasi wa kuona sisi hapa tutakosa msaada wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atatusaidia na jambo hili litakwenda, lakini sio basi. Haya maisha mafupi, dunia ni ndogo sana. Katika hapa tulokuwepo hapa, baada ya miaka 3, 4, 5 mpaka 10, kuna wengine watakaoisha ziko. Tujue hilo. Ushafika miaka 60, 70 tena kama mimi hivi, unatarajia nini? Unatarajia kuishi miaka 60 tena? Sasa huko niko kwenda, mzee Uyaga, ndio utapata majibu ya kiwanja hichi ulichotoa. Ndio hii ni sadaka tujaria, sio sadaka yenye kuendelea. Wewe hata kama utakuwa kabrini miaka 200, 300, hapa pakiwa na hospitali, kila aniyokuja kutibiwa hapa, wewe unaandikiwa thawabu katika benki ya Allah. Uswalie Bwana Mtume. Allahumma salli. kila aniyokuja kusoma hapa, alafu akaondoka akenda akaendesha maisha yake yeye na watoto wake na wazazi wake, unaandikiwa au ilmin yuntafau bihi. Mambo matatu yote katika, kama una wake wataolewa, kama kuna mali watu watagawana, itakachobaki mojawapo katika mambo matatu. Sadaka tujaria ndio hii ulioitoa, au ilmi yuntafau bihi, au elimu itakapokuja katika hiyo sadaka tujaria yako, ile elimu ikifanya kazi na wewe hukosi, kwa sababu wewe ndio ulotandika ule foundation ya lile jambo. Kwa hiyo haya ni malipo ya kawaida ambayo
Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza, lakini nilikuwa nataka niwape faida ya jihadi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya ya 95 katika suratu Nisa, sikilizeni hii, anasema la yastawi alqaiduna min almu'minina ghayru uli dharar والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. Hii ni aya ya 95 katika suratu Nisa. Anasema hawafanani, la yastawi, hawafanani alqaiduna, wale waliokaa, min almu'minina, katika waumini, hao wamekaa, walmujahidina fi sabili llahi biamwalihim wa anfusihim, na wale ambao wenye kupigana jihadi, walmujahiduna fi sabili llahi, na wale wenye kupigana jihadi, wenye kufanya juhudi za kusukuma mbele dini, hawafanani. Hawa waumini wanaswali, wakafunga, wakafanya mambo yao, na hawa wengine wao wakawa wanafanya hayo, lakini wakaimarisha juhudi katika dini, kusukuma mbele kwa mali zao na nafsi zao. Nafsi ndio kama hivi, hawa wanapiga piga mapanga huko katika kuondoa, hawa ndio wanatumia nafsi. Mali wale waliotoa matofali, tena chochote kilichokuja, huyu katoa bati, anasema hawafanani hawa na wale فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. Mungu amewaboresha, amewatukuza, amewafadhilisha wale ambao wenye kupigana, wenye kufanya juhudi, kwa juu ya wale ambao hawana juhudi. Mungu akasema amewafadhilisha darajatan, kwa kuwapa daraja ya juu, tofauti na huyu ambaye kakaa tu. Ukikaa tu unaswali, unafunga, unafanya, lakini dini huna utaratibu wa kuisukuma mbele, kusimamia, basi wewe una tofauti. Yule siku ya Kiyama atakuzidi daraja za juu, na wewe utakuwa chini, pamoja na imani yako, pamoja na ibada zako. Hili jambo linamzidishia daraja nani? Muislamu. Mumin anazidi kupanda daraja siku ya Kiyama, siku ya malipo, ikiwa atajitolea. Kwa hiyo kina mama wale wanajitolea, huyu sijui katibu, huyu nani, huyu mwenyekiti, halafu wakawa wanafanya mambo haya bure, kwa sababu muundo wa BAKWATA ni muundo wa kidini hasa. Wale walioweka BAKWATA walijua namna utaratibu, kama ungekuwa kuna mishahara hivi, lakini unaingia huku, mimi shaka wa wilaya silipwi mimi, shaka wa mkoa halipwi. Sasa
maana yake unajitolea nafsi yako kutukanwa, kushambuliwa. Lakini wewe unasema mimi nafanya haya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jihadi kubwa. Akasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna, wote kawaahidi Mwenyezi Mungu hawa waliokaa na hawa watapata nini? Malipo, pepo. Lakini akarudi tena, sikiliza, akarudi tena akasema wafaddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran adhima. Mungu amewafadhilisha wale wenye kufanya juhudi juu ya wale ambao waliokaa tu hawataki kufanya juhudi, malipo makubwa, ajran adhima, malipo makubwa. Inshallah Mwenyezi Mungu atuingize katika malipo haya. Amen. Malipo gani? Katika aya ya 96 akataja malipo. Malipo makubwa, malipo gani? Sasa sikiliza haya malipo ambayo mtapata nyinyi ambao mnosimamia mambo haya ya kheri. Kina mama anasema darajati minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahim. Malipo haya, daraja nyingi watapewa peponi huko. Halafu hawa watu pengine nyuma huko walipotea, walifanya mabaya, Mungu alisema wa maghfira, darajati minhu, daraja hizi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wa maghfira, na msamaha. Huu ndio muhimu. Yale mabaya yako yote uliyofanya unasamehewa kupitia kusimamia jambo kama hili. Alhamdulillah. Malipo madogo hayo. Wa rahmatan, na rehma kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Rehma itaadhabu hapa duniani. Wa kana Allahu, amekuwa Mwenyezi Mungu ghafura rahim, ni msamehevu kisha ni mtu mwenye kurehemu. Hatuwezi tukafanya jambo lolote, sikilizeni, lenye malipo makubwa duniani hapa na huko tulikokwenda kuliko kufanya juhudi, jihad fi sabilillah, kufanya juhudi katika mambo kama haya. Kwa hiyo usiumbe wala usirudi nyuma kwa maneno ambayo yanayotoka katika mdomo na fikra za mtu ambaye jahili, hajui lolote. Kuwa jasiri, simama katika maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kawaahidi waja wake ambao watafanya juhudi mbalimbali katika dini yake. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya masahaba walikuwa wanakwenda wanalia, nasema ya Rasulullah, wanatutangulia hawa masahaba wenye uwezo, wao wanashiriki kwa nafsi zao, lakini unatoa na vitu vyao, sisi hatuna kitu. Wanasema hayo na macho yanabubujika machozi. Sikiliza, anasema hayo macho yanabubujika machozi kwa sababu walielewa nini maana ya jihad fi sabilillah. Sasa sisi tunashindwa au tushindwe jambo hili ambalo liko katika uwezo wetu kabisa. Kwa hiyo mimi niko nasema tu niwapongezeni, mmefanya jambo kubwa, na ndio maana mpaka mimi nimekuja, nimeliona hili jambo si swala kutuma mtu. Alhamdulillah. Hili swala kutuma mtu, mara nyingi mambo yenu mkiniambia saa nyingine natuma watu, sio? Lakini hili la juhudi hii la jihadi hii ambayo iliyoandaliwa na viongozi, lazima mimi niunge mkono. Pamoja na kwa leo nilikuwa na mambo mengi sana, lakini nikasema nitapambana ili mradi huyu bwana atanipa barua muda mrefu,
na yeye mwenyewe alikaribia kukata tamaa kwa sababu tunaonana simwambii chochote, lakini bado mimi nilikuwa nafikiria mpaka jana ndo nikampigia simu katibu wangu huyu, simama katibu wa kodi, nikampigia simu, manake huyu tunaongea mpaka saa 6 usiku kama ulivyosema kwamba huyu ni katibu. Haipiti siku asubuhi mpaka mchana ila atakupigia simu, tena na kazi yake yeye ana kazi kabisa, lakini amejitolea. Kama ingekuwa hana moyo wa kujitolea, basi si mtu wa kufanya mambo hayo kabisa, kwa sababu ingekuwa mtu wa kupiga suti tu na nini. Lakini wallahi yuko vizuri katibu wetu. Haitoki asubuhi mpaka saa 7 atakupigia simu, na akikupigia sio ndo basi ajione, lazima kwambie shekhe umeshindaje, kuna amri gani kesho. Hali niyo usiku kabisa anakwambia bwana, mimi nimepata barua kutoka kata fulani nasema hivi nasema hivi. Hata hivyo sasa, jana huyu bwana ndo kanipigia, anambia shekhe, unakumbuka habari ya kule katika ule ufunguzi wa ujenzi saa 5 ya usiku? Nikamwambia nakumbuka. Kwani wewe umesemaje kule? Mimi sijawajibu. Nikamwambia tunakwenda. Allah, alhamdulillah. Kwa hiyo walilahi alhamdu, nakuta matayarisho mazuri na mapokezi mazuri. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Tutie Fatiha, tusome sura 3 zile kwa kumwomba Mwenyezi Mungu kwa baraka sura hizi, ili jambo letu alisimamie yeye Mwenyezi Mungu, umenielewa kwa haraka kabisa, kupitia ahadi yake ile aliyoitoa, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات عقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عريانا إلا كسوته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مأمن كل مخيف، ويا مقوي كل ضعيف، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير. فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وخبير وبصير. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. Naam, shukran sana shekhe wetu wa wilaya, na tumefarijika sana kwa hutuba yako na maelekezo yako, na tukuhakikishie tu kwamba tutayafanyia kazi, na tumepata moyo sana sana tena sana. Kwa nafasi yangu, na ndio maana nimemuona mpaka katibu, kwa sababu bosi wangu kama nikikosea niadhibu mie.
kwa mujibu wa protocol hapa ilikuwa tena asiseme mtu mwingine. Kwa nafasi yangu ningependa shekhe, kuna jambo nilisahau. Naam. Katika jambo letu hili tunashirikiana vyema sana na viongozi wa kiserikali. Mashaallah, mashaallah. Kwa ukaribu mkubwa sana. Mwenyekiti wetu wa kitongoji, mwenyekiti wetu wa kijiji, bali na wenye viti wetu wa vijiji, lakini pia na diwani ambaye ndio anaomba ridhaa Naam. lakini pia na mheshimiwa Ulega Naam. ambaye ndio anaomba ridhaa pia ya ubunge, ambaye waziri wa ujenzi. Kwa ukaribu mno na wao, ndiyo sababu iliyotusukuma sisi mpaka leo kusema tunaanza ujenzi. Hata hizi tofali nitakuja kutengenezwa hapo, ni mwenyekiti wa kijiji cha Mlamleni. Jambo hili yeye ndo anaitawalia, lakini wao wametuomba udhuru leo. Kama unavyofahamu, Ndio. kuna jambo kubwa la kitaifa. Sawa. Kwa hiyo wao wameenda huko, lakini kwa mapenzi makubwa sana tunaye mwenyekiti ambaye kilikuwa ni kipenzi wa baraza. Kipenzi wa baraza kweli kweli, kindaki. Mwenyekiti wa kijiji cha Luzando tunaye. Kwa ridhaa yako, kama utaniruhusu, basi walau tumpe dakika kadhaa aweze kusalimia, kama ana lolote na yeye atasema, lakini haya kwa ridhaa yako. Ndio. Kama umeniruhusu basi nimpe. Mpe, lakini mwisho na tufanye dua maalum kwa ajili ya hawa viongozi. Mashaallah. Takbir. Sheikh anasema nimpe, lakini mwisho yeye amesema, ametoa amri tufanye dua kwa ajili ya hawa viongozi. Tumsalie Mtume Muhammad. Kwa Mheshimiwa Katambo, mwenyekiti wa kijiji cha Luzando, mwenyekiti Mwamba, karibu kwa niaba ya viti wote utawakilisha. Hata mwenyekiti wa Tambani kule naye tupo naye vizuri sana. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala shariful anbiya wal mursalin. Namshukuru Allah tabaraka wa taala, kumtakia ziada ya rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia na washukuru viongozi wangu wote wa dini. Nimefarijika sana, nimepewa hii nafasi angalau dakika 2-3 niwawakilishe na wale wenzangu. Kweli leo tuna jambo kubwa adhimu kule Kibaha, lakini mimi nikasema hapana, wale pale kuacha peke yao wote, hapana. Mimi nikawaeleza baadhi wenzangu kwamba acha mimi nikasimame kwa nafasi yangu ya ulinzi mkubwa na usalama. Kwanza nikushukuru sana Sheikh wa wilaya, Allah akulipe, na tunakuombea dua Allah akuongezee umri, kwa sababu mengi tunaamini utatufanyia. Lakini pia umri huo usimame moja kwa moja katika yale ya kheri, Allah asikupoteze ya Rabbi. Mimi nashukuru Sheikh wa kata, unatuhusisha sana katika hii hali, na sisi tunashukuru. Tunashukuru kwa lipi? Tunaamini kabisa Allah alivyosema, wala al-akhiratu khairul laka minal ula. Hii ndio inatufanya sisi sasa tunakwenda huku, lakini huku hatuachi. Sheikh wa wilaya, mimi leo hata kama napanda cheo kiasi gani, daktari atakaposaini kifo changu kwamba huyu mtu amekufa, watakaokabidhiwa ni Waislamu. Shekhe, Waislamu ndio wenye jukumu kwamba huyu tunamfanyaje. Hata kabidhiwa mtu mwenye cheo cha juu kiserikali wa kwangu mimi, hapana. Atakabidhiwa Muislamu, huyu ndo ambaye mwenye jukumu la kwangu mimi. Na ndio maana mnatuona sisi tunakwenda huku, tunakwenda huku. Kwa mimi niseme, tumekaa tukakubaliana wenyewe
kila mmoja ataweka nguvu zake katika hili. Mimi mwenyewe nimeshakaa na vitongoji wangu, kuna jambo tunalichakata, muda wote tutakuja sisi kuja kuwakilisha chochote. Takbir! Tunaamini kwamba na sisi ni wadau katika hili. Kwa hiyo mimi niseme, nisiongeze maneno mengi sana, na hamkubwa Sheikh wa wilaya amesema kuna dua maalum atatufanyia. Kwa hiyo mimi naona hiki ni bora sana kuliko maneno mengine nitakayoongea mimi. Kwa hiyo niseme nashukuru sana, lakini pia na sisi viongozi wa serikali hakika tunamopita tunawaombea na nyinyi yale yaliyokuwa mema kabisa. Kwa kusema hivyo mimi niseme wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana mwenyekiti. Allah mkono hapo, mkono wa Sheikh hapo. Naona kwa baraka hapo. Alhamdulillah. Kwa hivyo walillahi alhamdu, na hivi sasa mubasharatan, moja kwa moja basi tutaingia katika dua, na Sheikh yeye ndiye atakayetuongoza dua hili inshallah. Tutasoma kwa maelekezo ya Sheikh wa wilaya, tutasoma Alam Nashrah 1, Ayatul Kursi 1, na tutasoma zile sura 3 inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما مات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا عابد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل 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 وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Mwenyezi Mungu haki, tunakuomba kwa fadhila zako na baraka zako, jambo la kwanza umpe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu ushindi mkubwa katika uchaguzi huu mkuu wa nchi yetu ya Tanzania. Umpe subira juu ya yale yote ya changamoto ambayo yanajitokeza katika uchaguzi huu mkuu. Uipe nchi yetu amani, bali yeye umwongezee afya njema. Mwisho kabisa, kuna mbunge wetu, mfadhili wetu, Mwenyezi Mungu mjaze kila la kheri, mwezeshe kabisa Sheikh Abdallah Hamisi Ulega apate na ushindi wa kishindo. Amin ya Rabbi. Amin. Umpe nguvu ya kutuongoza. Amin. Tumeona mabarabara haya wakati tunakuja hapa yalivyokuwa yamefunguka na hali zilivyokwenda vizuri. Basi Mwenyezi Mungu mpe uzito zaidi, ili mradi awe juu ya nafasi ile, aweze kutufanyia makubwa zaidi. Amin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu viongozi wetu hawa ambao wanatunga mkono, wa vijiji, wa kata, diwani wetu mwezeshe ashinde, lakini na hawa viongozi wetu Mwenyezi Mungu wape kila aina ya uwezo wa kuweza kusaidiana na kushirikiana na sisi na kutuongoza kwa salama na amani. Yale mazito yao wote Mwenyezi Mungu yafanye yawe mepesi. Kadhalika wote tuliohudhuria katika kikao hichi, tuna mazito yetu sisi, kina mama kule, kina baba. Mwenyezi Mungu tuwepesishie kwa fadhila ya ibada ya kikao hichi kitukufu cha kusukuma mbele dini ya Mwenyezi Mungu. Wale wote walikuwa hawana wake, Mwenyezi Mungu awape wake, na wale wanawake wasiokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wa kheri, ili mradi na wale ambao walikuwa wana matatizo ya uzazi Mwenyezi Mungu awabubujizie watoto, azinyanyue hali zao, ili mradi waweze kulea vizuri watoto hao. Mwenyezi Mungu ajalie viongozi wa baraza wa kata hii wawe na busara, hikma, uwezo, elimu ya kuweza kutuongoza mpaka kufikia katika kusudio letu hili ambalo si jambo la mtu bali la Waislamu wote wa kata hii. اللهم جملنا بالعافية والسلام، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعدنا من موجبات الندام في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.